Naam, habari za wakati huu. Karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Ni taarifa mpya kuhusu Mdude Nyagali huku kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii watu kadhaa wakiwa wamechapisha taarifa ya kwamba gari iliyotumika kumteka Mdude Nyagali imepatikana, huku zikiwa zimepita siku mbili tu tangu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Mbeya kuvunja rasmi kambi iliyokuwa imewekwa kushinikiza kupatikana kwa kada wao Mdude Nyagali, huku kikieleza msimamo wao katika ushiriki wa uchaguzi mkuu na uzinduzi wa kampeni ya No Reforms No Election mkoani Mbeya. Chama cha Chadema pia kimewataka wananchi na wafuasi wao kupuuza taarifa za baadhi ya waliojivua wanachama wa chama hicho wanaoeleza kuwa uongozi wa sasa hauna ushirikiano. Mdude alivamiwa na kupigwa nyumbani kwake mtaa wa Iwambi jijini Mbeya tangu Mei 2 mwaka 2025 na hajapatikana, huku Chadema ikitumia njia tofauti kumtafuta mwanaharakati huyo bila mafanikio. Tulishuhudia viongozi wa Chadema, wanachama wa chama cha Chadema, ndugu jamaa na marafiki walizunguka maeneo mbalimbali katika jiji la Mbeya kumtafuta Mdude bila mafanikio yoyote. Chadema ikiongozwa na viongozi mbalimbali, wafuasi na baadhi ya wananchi walikuwa na kambi ya zaidi siku 14 katika ofisi za chama hicho kanda ya Nyasa wakishinikiza kupatikana kwa Mdude. Akizungumza Mei 21 mwaka 2025, mwenyekiti wa chama hicho mkoa wa Mbeya Masaga Kalori alisema baada ya kupata vitisho ikiwamo kumwagiwa vitu vinavyozaniwa kuwa ni sumu, wakaona harakati za kumpigania Mdude zihamie nyumbani ili kuokoa maisha ya watu wengine. Amesema zipo njia nyingi za kuendelea kumpambania Mdude, lakini pia kila mwananchi na mfuasi wa chama hicho na Mbeya itaendelea kuwa mfano kupitia tukio la Mdude. Masaga pia aliiomba serikali na vyombo vya dola kusaidia kupatikana kwa mwanaharakati huyo. Wakati hayo yakiendelea, mwanaharakati Maria Sarungi kupitia akaunti yake ya X ametujuza hapa taarifa, lakini pia sio Maria Sarungi peke yake. Watu wengine pia wamechapisha taarifa hii kupitia mitandao yao mbalimbali ya kijamii. Taarifa ni kuhusu upatikanaji wa gari ambalo linadaiwa ya kwamba lilihusika katika tukio la kumteka Mdude Nyagali. Maria Sarungi ameandika update utekaji wa Mdude. Chanzo chetu kimoja anayetusukumia taarifa mara kwa mara kutoka ndani ya mfumo ametutonya gari lililohusika na utekaji limepaki hapo kituo cha polisi Chunya. Amewatagi jeshi la polisi na kusema, jeshi la polisi tumewasogezea hii taarifa, nendeni mkapime DNA kwenye hili gari kama mlivyoenda kwa Mbwembwe kupima damu nyumbani kwake. Jamani, mrudisheni Mdude, sisi hatutachoka, tutajua kila mtu aliyehusika. Akamalizia kuweka hashtag ya Free Mdude, lakini pia akaweka na hashtag ya Free Mdude Nyagali. Ukiona hizi message mbili ambazo alikuwa ametumiwa hapa, message ya kwanza inasomeka kama ifuatavyo: kwa taarifa za ndani, hii ndiyo gari iliyotumika kumbeba kamanda wetu Mdude. Baada ya unyama huu kufanyika, gari hii iliondolewa Mbeya mjini na kwenda kupaki kituo cha polisi Chunya ili kupoteza maboya. Message nyingine inasomeka kama ifuatavyo: hiyo gari imepaki kituo cha polisi Chunya na sehemu iliyochubuka hapo iligonga ukuta wa nyumba aliyokuwa anaishi Mdude. Kwa maelekezo niliyokuwa nimepewa awali kuwa gari hiyo mkiitazama vizuri imegongwa upande wa kushoto kwa nyuma, na nilipofika kuitizama nilikuta ni kweli kama alivyonielekeza. Hii ni message nyingine ambayo Maria Sarungi ameichapisha kwenye taarifa yake. Watu mbalimbali kwenye comment kuhusu taarifa hii kupatikanika kwa gari ambalo linadaiwa lilihusika katika tukio la kumteka Mdude kupatikana katika kituo cha polisi huko Chunya wametoa maoni mbalimbali.
tupitie hapa baadhi ya maoni, lakini pia tuangalie baadhi ya watu wengine wameandika nini kuhusu gari hii ambayo inadaiwa ya kwamba imepatikana kituo cha polisi Chunya. Huyu wa kwanza anasema, Maria Salungi na jeshi la polisi, hili gari ni muhimu liwekwe chini ya ulinzi ili likafanyiwe uchunguzi, forensic investigation, haraka iwezekanavyo waweze kulichunguza gari hili. Lakini pia mwingine akasema, wakati wa Mungu ukifika, kila ovu lililofichwa litakuwa hadharani. Lakini pia mwingine anasema, lile wazo la kuwaendeaga wahusika wenyewe ndio lilikuwaga sahihi zaidi, hivi kuwaomba tutakesha sana. Lakini pia mwingine akasema, mazali gari limepatikana, hatua ifuatayo ni kutresi, kufuatilia kwa watu wa ndani ya kituo, jina la dereva aliyeliendesha gari hilo toka Mbeya na kulitelekeza kituo cha Chunya. Akijulikana huyo mtu atasema kila kitu, ni rahisi zaidi kumtafuta dereva wa hiyo Noah kwa sasa. Lakini pia mwingine akasema, wanatumia mbinu za kizamani sana ambazo zinaonesha namna gani polisi wanafeli kufuatilia kesi iliyo wazi kama hii. Lakini pia mwingine anasema, kitu nimegundua, kuna watu wapo kwenye mfumo lakini hawapendezwi na yale wanayofanyiwa wananchi, hasa kwa hili wimbi la utekaji, mauaji na upoteaji wa watu. Mwingine anasema, kama wapo watu kwenye mfumo na hawapendezwi na haya, wasaidie kutoa location pia, wapi haswa wanamshikilia Mdude pamoja na Soka pamoja na vijana wengine. Ilianza kama utani, imekuwa tabia na sasa ni mazoea. Mbaya zaidi ni kuendelea kuruhusu haya yatokee pasipo kuwazuia kwa vitendo, watatumaliza. Lakini pia mwingine akasema, jeshi la polisi, mrudisheni Mdude na akina Soka, kama kazi imekuwa ngumu, ombeni msaada kwa raia wema. Nyie hamjui ila wao wanajua A to Z, ndio maana mnafanya uchunguzi, azinyie hamna taarifa, bali taarifa ziko kwa watu. Cha kushangaza, taarifa zinazowataja kuhusika mnazipuuzia. Kwa nini? Na hamjui? Lakini pia mwingine anasema, makamanda mliokombea, kazingireni kituo cha polisi Chunya, it is either wamtoe Mdude au pawake moto. Lakini pia mwingine akasema, watakuwa wameshaiosha damu yote tayari, halafu sidhani kama wahalifu wanaweza kujichunguza wenyewe kwa wenyewe. Hili genge inabidi kukabiliana nalo kwa namna nyingine. Mwingine anasema, imani yangu baadhi ya polisi Tanzania wanajua nani wanahusika na haya maovu, lakini wanaogopa kupoteza ajira zao au hata maisha yao wakienda dipu, lakini tuendelee tu na tutafika. Ni baadhi ya watu wengi mno ambao wametoa maoni yao kwenye posti hii ya Maria Salungi, huku akiposti gari ambayo inadaiwa ya kwamba ilihusika katika tukio la utekaji wa Mdude Nyagali, ambaye tangu ametekwa mpaka sasa haijulikani ni wapi alipo. Lakini pia ukiachana na Maria Salungi ambaye alichapisha taarifa kuhusu gari hilo, watu wengine pia walichapisha taarifa mbalimbali. Huyu anajiita Dunia katika mtandao wa X aliandika, hapa ni kituo cha polisi Chunya na hili gari ndio lililotumika kumteka Mdude. Jeshi la polisi wanateka kwa kutumia gari zao na wanapaki hapo hapo kituoni, halafu wanaenda kuchunguza wao tukio. Nilisema juzi watu wa Mbeya, nendeni kwa RC mkapige kambi kwake mpaka Mdude apatikane. Lakini pia Hilda Newton naye akaandika, hii ndo gari iliyotumika kumteka ndugu yetu Mdude Nyagali. Kwa sasa hii gari imepaki kituo cha polisi Chunya. Ndio maana tunaposema RCO wa Mbeya na mkuu wa mkoa wa Mbeya wanahusika kwenye tukio la kutekwa kwa Mdude, watu wanashindwa kutuelewa. Akamalizia kuandika, tunawataka wamrudishe Mdude nyumbani kwake walipomtekea. Akaweka na hashtag ya Free Mdude Nyagali. Lakini pia watu mbalimbali wametoa maoni yao kwenye posti hii. Huyu anasema, waliomteka yule mchungaji kasema ni polisi, waliomteka Sativa anasema ni polisi. Haya, gari lililomteka Mdude lipo kituo cha polisi, kwa maana nyingine polisi ndio watekaji wa watu. Lakini pia mwingine akasema, hizi gari zilivyofunikwa vioo kiza tupu,
gari za watekaji hizi. Lakini pia mwingine akasema, jamani, kweli hayo mambo yapo nchi hii. Kuanzia leo nataka niwaambie polisi wanangu, kwangu mimi hata uje na mwenyekiti wa kijiji na waweka wazi tu, kiukweli mkija kwangu kuanzia mwenyekiti na yeyote huhitaji kujitambulisha, mimi nitatoa vichwa wote mtakao kuja, na Watanzania fanyeni hivi tu, washatuzoea. Lakini pia mwingine akasema, wanasema na hiyo gari hawajui imefikaje kituoni ama. Lakini pia mwingine akasema, polisi ndio wahusika wa matukio ya utekaji. Tuachie maoni yako kama Mtanzania kwa taarifa hii, lakini pia mengi zaidi tutazidi kukuhabarisha hapa.